Maswali kwangu yamefutika. Swali la kwanza limeanza nini? Kam damu almar'a, mwanamke ana damu ngapi? Tatu. Ya kwanza hedhi, ya pili nifasi, ya tatu istihaba, damu ya ugonjwa. Sawa. Swali la pili, damu ya hedhi ni nini? Katutafsiria jana. Ni ipi damu ya hedhi? Damu ya hedhi ni damu inayotoka kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke, sawa, ala sabili sihati wal ada, ndio afya ya mwanamke na kawaida ya wanawake. Ni damu ya hedhi ni damu ambayo inatoka kwenye mfuko wa uzazi ala sabili siha, sio mgonjwa, ndio uzima wa huyo mwanamke, wala ada, na ndio ada ya wanawake. Sisi tumeelewa? Madamu nifasi, ni ipi damu ya nifasi? Ni damu inayotoka kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke, lakini akibal wilada, baada ya kujifungua mtoto. Sisi tumeelewa? Ni damu vile vile inatoka kule kule kwenye mfuko wa uzazi, lakini baada ya kujifungua mtoto. Sawa jamani? Kwa hiyo damu mbili hizi zote zinatoka kwenye mfuko wa uzazi. Damu ya hedhi inatoka kwenye mfuko wa uzazi na damu ya nifasi inatoka kwenye mfuko wa uzazi, lakini zinatofautiana. Damu ya hedhi ni damu ya sabili siha. Hii ni afya ya mwanamke, ni afya ya uzazi wa mwanamke. Mwanamke kama hapati hedhi, kama tulivyosema jana, hata uzazi wake unakuwa shida. Na hii damu inakaa hapa kwa malengo maalum. Hii damu inakaa kwenye mfuko wa uzazi. Ikikosa kazi lazima itoke, kwa sababu ikiendelea kukaa itasababisha madhara kwenye kizazi. Kwa hiyo inatoka. Lakini ukishapatikana mimba, ile damu haitoki, kwa sababu inakuwa ni ghidhaul janin, kinaanza kuwa chakula cha mtoto. Sawa? Mtoto anaanza kujitengeneza. Manake kwanza unakuwa manii, kisha unakuwa pande la damu, kisha unakuwa pande la nyama, kisha unakuwa zile nyama zinatengeneza mfupa, kisha mfupa unavaa nyama. Wanazuoni na khilafiana, mtoto akianza kuumbwa, nini kinaanza kuumbwa kwa mtoto? Wengi wanazuoni wanasema kinachoanza ni fakr al-amud, uti wa mgongo. Unaanza kujitengeneza ni uti wa mgongo. Kisha tengenezwa ule uti wa mgongo, sasa kinaanza kujitengeneza kichwa, mara vijimikono, mara miguu na vitu kama hivyo. Wewe kiumbe dhaifu, kiumbe dhaifu kabisa. Kwa hiyo ile damu kishakuwa na mimba haitoki, kwa sababu automatically inajigeuza kuwa chakula cha mtoto. Na mtoto akizaliwa, yale mabaki ya damu, kwa sababu tumbo limezoea kupeleka damu kwa mtoto. Sasa mtoto akizaliwa, ili halihisi mapema kwamba huko hakuna mtoto,
kwa hiyo damu itaendelea kutoka. Hii inaitwa nifasi. Sasa si tumeelewana? Hii itaitwa nifasi, kwa sababu ule mrija unaopeleka damu hausomi kwamba ule mtoto kisha toka ghafla. Utapeleka tu damu, sawa. Sasa ghalibu ya wanawake utaenda kupeleka siku ngapi? Tumesema siku ngapi? 40 mpaka 60, afu itakatika hapa. Sasa memory inapeleka kwamba huko unapopeleka damu hakuna matumizi tena, kwa hiyo inakata, sawa. Sasa ile damu ikikata haipeleki, inahamia kwenye kutengeneza maziwa yanatokana na damu. Hedhi tena hapo haipatikani, kwa sababu ile damu inabadilika, badala ya kupeleka kwenye kitovu cha mtoto inabadilika, inatengeneza maziwa. Mtoto anapata nini? Angalia Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Lakini sisi sasa, akitoa amri unataka utekeleze unavyotaka wewe, muda unaotaka wewe, time unayotaka wewe. Ungekuwa unajiona ulivyokuwa ni mdhaifu kutoka maumbile yako mpaka kufa kwako, wala usingekuwa na mambo kama haya. Damu istihadha. Damu ya istihadha ni ipi? Ni damu inamtoka mwanamke kwa sababu ya maradhi. Hii sio kwa sababu ya hedhi wala nifasi. Hii ni damu inamtoka mwanamke kwa sababu ya maradhi. Basi maradhi ndio yamepelekea atoke na hii damu. Na maradhi yanaweza kuwa ni sheitani rakadha, shetani kampiga teke kwenye mshipa, katoka hii damu. Au yanaweza kuwa maradhi mengine, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomwambia yule sahaba, innahu raqbu shaitani, kwamba shetani kakupiga teke. Anapiga teke kwenye mshipa, ule mshipa unatoa damu. Si Mtume anasema inna shaitana yajri min ibni adam majra damu, shetani anapita kwenye mwili wa binadamu kwenye mishipa ya nini? Kwenye mishipa ya damu. Sawa. Kwa hiyo kuna mashaitani wao wanajigeuza kama upepo, kwa hiyo hao wanaweza kuingia kwenye mwili wa binadamu. Kwa jismu latifu, anajigeuza kama upepo tu, anapenya huyo, anaingia. Na mashaitani anaingia kwa binadamu kwa moja ya mambo matatu: ima kwa sababu huyo shetani kampenda huyo mtu, yaani shetani mwanaume kampenda mwanamke wa kibinadamu, au shetani mwanamke kampenda mwanaume wa kibinadamu. Si tumeelewa? Sawa. Kwa hiyo anakuja kustarehe naye, lakini sio ala yaqadha. Hakuna mtu anayemwona shetani hivi, yaani anakuja kwenye usingizi. Kama ni mwanamke, shetani anaweza kuja kwa picha ya mume wake, yaani anajipiga picha kama ni mume wake. Na kama shetani mwanamke ndo kampenda mwanaume, anakuja kwa picha mara nyingi ya mke wake. Anaweza kuja kwa picha nyingine, lakini mara nyingi anakuja kwa picha ya mke wake. Si tumeelewa? Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo shetani anaweza kumwingia mwanadamu. Na hii hali inawapata mabinti wengi sana. Anaweza kuwa na hali yeye mwenyewe hatambui, lakini mara nyingi mabinti wakiolewa, hii hali inadhihirika, kwa sababu yule shetani anakuwa anakasirika kwa sababu kapata mshirika.
anakasirika. Au mwanaume kaoa, huyu anakasirika, anaweza kumfanya mke asiye na hamu na mume au mume asiye na hamu na mke, au akakuvunja nguvu kabisa. Waliyadhu billah. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya shetani kumwingia binadamu. Lakini pili, inaweza kuwa ni kwamba mtu kawaudhi hao mashetani. Kuwaudhi ni kufanya nini? Ima umemkojolea shetani, yaani wewe umeenda kwenye shimo au pango, umefika pale unakojoa, kumbe wamekaa pale wenyewe ni kijiweni kwao pale, wenyewe wanapiga stori, wewe umefika pale umewakojolea kichwani chwa. Sasa wao kawaida hao mashetani wanapenda shari. Sasa somo wachokoza, basi wanakuja wanakufaa kwa sababu umewakojolea au umewatupia jiwe au umefanya kitu chochote ambacho kimewaudhi. Hii ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu, unaweza kuwa umewamwagia maji machafu. Unaweza wewe umebeba maji yana ukoko, unaenda kumwaga jalalani. Kuna mashetani wanakaa pale jalalani, wewe umefika umewamwagia au umemmwagia mmoja, inakuwa sababu ya kukufaa. Na nyingine sababu nyingi, lakini kubwa ni sababu hizi tatu, mtu anaweza akapatwa na shetani. Ma zamanul hamd, muda wa kubeba mimba, aqalluhu 6 ashhur wa ghalibuhu 9. Sawa? Wa atwaluhu 4 sinin, uchache wa mimba ni miezi 6. Yaani mtu anaweza akabeba ujauzito miezi 6 akajifungua tu. Na ghalibu ya wanawake wengi wanabeba mimba miezi 9. Lakini tunasema urefu wa mimba iliyokaa tumboni muda mrefu kabisa ni miaka 4. Akizaliwa anasema nipe nyama na mimi nitafune, maana anazaliwa na meno kabisa. Kama kuna mahindi ya kuchoma anasema na mimi bwana. Miaka 4. Huu ni urefu wa masiku ya mimba mwanamke anaweza kukaa.